Shalom. Sasa leo nitakuonyesha zawadi kubwa 6 ambazo zawadi hizo utaki kupokea kutoka kwa mtu yote yule. Hiyo ni kutoka kwa rafiki yako, mpenzi wako ama mtu yote wa karibu. Kwa sababu wengi walipokea zawadi hizi wakijua zitafanyika kwa baraka, lakini zikawa ni kinyume, zikafanyika kwa laana, zikaharibu maisha yao. Kwa nini utaki kupokea zawadi hizi kutoka kwa mtu yote? Kwa sababu zawadi hizi zinaleta mikosi, balaa na kuibiwa kwa nyota. Na pia zawadi hizi zina uwezo wa kubeba majini, tofauti na zawadi zote ambazo ushaipewa. Kwa sababu kupitia zawadi hizi mtu anaweza kaweka nguvu za giza, anaweza kapitisha agenda yake ya kichawi, anaweza kapitisha agenda yake ya uovu na ikaharibu maisha yako. Na zawadi zingine zote unaweza kupokea mtu akikupa, lakini sio hizi 6. Mtu atakapokupa hizi zawadi 6 usipokee kabisa, kwa sababu kupitia zawadi hizi 6 mtu anaweza karibu uchumi wako, mtu anaweza karibu mahusiano yako, anaweza karibu biashara yako, anaweza karibu yote ambayo unayafanya. Ni kupitia zawadi hizi 6 ambazo nitakutajia siku ya leo. Angalia mpaka mwishoni mwa video hii, kwa sababu mwishoni mwa video hii nitakwambia kama umekwisha kupokea zawadi hizi 6 ufanyaje. Basi huenda una experience ama unapitia madhara ya hizo zawadi ambazo umekwisha kupokea. Ni kitu gani unachotakiwa kufanya? Ni jambo gani unatakiwa kufanya? Nitakuelekeza mwishoni mwa video hii. Sasa ninapokwenda kutajia zawadi hizo, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado haujalike video hii, unaweza ukalike mahali pale ili uweze kuwafikia watu wengi zaidi. Mungu akubariki sana. Sasa zawadi ya kwanza ambayo unatakiwa kupokea kutoka kwa mtu yote yule ni zawadi ya pete. Sababu kupitia pete mtu anaweza akakufunga kwenye upande wa mahusiano. Wengine mlipokea pete hizi kutoka kwa marafiki zenu kama zawadi. Wengine mlipokea pete hizi kutoka kwa wapenzi wenu ambao hawajawaoa, na kupitia pete hizo wakawa wamewafunga upande wa mahusiano yenu. Unajua ni mbaya sana mtu anapokupa zawadi ya pete na unaikimbilia moja kwa moja kuivaa kwenye kidole hichi cha pete, na haujui kwamba pete hiyo imewekewa kitu gani. Kwa sababu mchawi hauwezi kumjua kwa macho yako, mtu mbaya hauwezi kumjua kwa macho yako. Kama uko kwenye mahusiano mtu anaweza kukufunga, ndio ile unajikuta kwamba kila siku unaanzisha mahusiano mapya. Kila mahusiano ambao unaanzisha, mahusiano yale yanakuwa yanavunjika. Kila mahusiano unayopata, mahusiano yale yanakuwa yafiki mwisho, hayaendelei mbele. Unakaa kwenye mahusiano sugu, unakaa kwenye uchumba sugu. Yale mahusiano ambayo unayapata hayaendi kwenye hatua nyingine ya uchumba wala kwenye hatua nyingine ya ndoa, yanabaki tu kwa mahusiano. Kama umebahatika, Mungu amekupa neema, umeingia ndani ya ndoa, basi utakuta hata kwenye ile ndoa uliyoingia kila siku unakuwa kuna ugomvi ambao hauna kichwa wala mkia. Kuna watu wana tabia mbaya ya kuvishana pete kipindi ambacho hata mjaoana. Acha hiyo tabia mara moja. Mwanaume ama mwanamke asikuvishe pete kama kwenu hawajui ama kabla mjaoana. Yaani pete ambayo unatakiwa kuvishwa inatakiwa ni pete ya uchumba ama pete ya ndoa peke yake. Wengi mmevalishana pete kiolela na kienyeji, na ndio maana siku leo unapitia shida za mahusiano. Sasa napokwenda kuonyesha zawadi ya pili ambayo unatakiwa kupokea, kama unabarikiwa na video hii mpaka pale ulipofika, unaweza ukalike pale ulipo. Sasa zawadi ya pili ambayo unatakiwa kupokea ni bangili ama bracelet. Zile bangili za kuvaa mikononi. Kwa nini? Kwa sababu bangili inayovaa mkononi mtu anaweza akaisomea maneno, mtu anaweza akaitamkia, mtu anaweza akainuia kwamba mtu anaenda kuvaa bangili asifanikiwe, kwa sababu kwenye mikono ya mtu ndipo sehemu ambapo nyota ya mafanikio inakaa. Nyota ya mafanikio huwa inakaa kwenye mikono ya mtu. Ghafla baada ya kuvaa unajikuta kwamba kila unachofanya kinaharibika. Pesa unazoshika mikononi hazikai, pesa unalolifanya linadumaa, linakuwa halina kuongezeka. Kwa nini? Ndio maana mtu yuko tayari kukupa zawadi kubwa kubwa akiwa anajua ni kitu gani anachokifanya kwenye maisha yako. Sasa napokwenda kuonyesha zawadi ya 3, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo. Zawadi ya 3 ambayo unatakiwa kupokea kutoka kwa mtu yote ni zawadi ya shanga. Ninaomba niongee na dada zangu hapa. Shanga inaweza kufanywa uchawi, na ule uchawi unaweza kaenda kumfunga mtu tumbo la uzazi. Wengi ambao mnahangaika siku leo na matumbo ya uzazi, ni kwamba kuna kipindi fulani cha maisha yako huenda uliletewa shanga na rafiki yako wa kike ama boyfriend wako alikuletea shanga, ukavaa ukajua ni urembo wa kiunoni. Kumbe shanga ile ilikuwa imebebeshwa majini. Kumbe shanga ile ilikuwa imerogwa kwamba mtu yote ambaye atakwenda kuivaa shanga hii asiweze kuja kupata mtoto tena. Kwa unajikuta siku leo una face mambo ya uzazi, unahangaika na mambo ya uzazi, unahangaika na mambo ya kupata mtoto. Ni kwa sababu ya shanga ambayo ulikuwa umepewa katika kipindi fulani cha maisha yako. Na shanga hiyo unaweza sasa hivi ukawa hauna kabisa. Shanga hiyo unaweza kuwa umeacha kuivaa. Shanga hiyo unaweza kuwa ilikatika, umeitupa kabisa. Lakini ile roho ambayo iko ndani ya shanga imeshapandikizwa ndani yako tayari. Pia shanga huwa inasababisha matatizo ya chango kwa kina mama, matatizo ya uzazi haya. Unajikuta kwamba mtu tumbo linakuwa linakuuma, na mara nyingi tumbo lile linalokuuma kunakuwa kama kuna kitu kinatembea kinatoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Yaani kinatoka upande wa kulia kwenda upande wa kushoto, au kinatoka upande wa kushoto kwenda upande wa kulia. Haya ni matatizo ambayo yanatokana na kuvaa shanga. Na ndio maana nimekwambia kama mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu mwisho wa video hii nitakwambia kama ushapokea zawadi moja kati ya hizi ambazo nimezitaja siku ya leo, ni kitu gani unachotakiwa kufanya ili kujiepusha na haya madhara yanayotokana na kupokea zawadi hizi kutoka kwa watu wengine. Sasa zawadi ya 4 ambayo unatakiwa kupokea kutoka kwa mtu yote ni nguo ambazo zimekwisha kutumika tayari. Yaani kuna watu mna tabia ya kuvaliana nguo. Ukiachana tu kwamba mtu anaweza kukuloga, ukiachana kwamba mtu anaweza kama ameifanyia mabaya hiyo nguo ambayo anakupa siku ya leo, lakini mtu akiivaa nguo, nisikilize, roho huwa zina uwezo wa kukaa kwenye nguo. Ni mimi Apostle kama na mapepo ndani yangu, ninapovaa nguo
nguo ile ina uwezo wa kubaki na majini. Nguo ile inaweza kubaki na roho automatically. Sio kwamba mimi nimeiloga tu, hapana. Sio kwamba mimi nimenenea mambo mabaya, hapana. Sio kwamba mimi nimeweka majini, hapana. Majini yanapendelea kubaki kwenye nguo. Roho zinapendelea kubaki kwenye nguo. Na ndio maana hata katika maandiko matakatifu unaona kwamba Elisha alichukua nguo ya Elia, na baada ya kuchukua nguo ya Elia akaitumia nguo ile ile kufanya miujiza ambayo alikuwa anaifanya Elia. Kwa nini? Kwa sababu roho ina tabia kubaki kwenye nguo ya mtu. Kwa mtu anaweza akawa anakupa nguo siku leo, anaweza akawa ni mtu ambaye ana bahati mbaya, anaweza akawa ni mtu ambaye ana mikosi, anaweza akawa ni mtu mwenye mabalaa. Sio kwamba amekuloga, hapana, ila tu kwa yeye kwa kukupa ile nguo ambayo amekwisha kuvaa tayari, unajikuta kwamba yale majini yametoka kwake yamehamia kwako kupitia nguo. Unaweza kujikuta maskini hata huyo anayekupa nguo mwenyewe ajui, anayekupa nguo anakupa kwa nia nzuri kabisa. Ni ile mikosi ambayo kwenye maisha yake, yale majini, yale mapepo yamebaki kwenye nguo tayari zinaanza kukupa, ila hata yeye mwenyewe kujua. Kwa ndio maana wengine baada ya kupewa nguo kutoka kwa marafiki zenu, maisha yenu yalibadilika. Mkajikuta na nyinyi mnaanza kuishi kama marafiki zenu, mkajikuta na nyinyi mmeanza kukataliwa, mkajikuta na nyinyi mmeanza kutokubalika. Unajiuliza ni kwa nini? Ni kwa sababu nguo ina uwezo wa kubeba roho. Huenda mtu huyo alikupa nguo akiwa na nia nzuri, lakini kwa kuivaa kwake tu hiyo nguo ikawa imeweza kubeba roho. Kwa hiyo usikubali kupewa nguo ambazo mtu amekwisha kuvaa tayari. Basi kama mtu anakupa nguo, basi akupe nguo ambayo ni mpya, sio nguo ambayo amekwisha kuweka mwilini. Hapana, hiyo haijakaa sawa. Sasa ninapokwenda kuonyesha zawadi ya 5 ambayo utakiwa kupokea kutoka kwa mtu yote, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu, na kama bado hujalike video hii mpaka hapa tulipofika na inakubariki, basi unaweza ukalike pale ulipo. Sasa zawadi ya 5 ambayo utakiwa kupokea kutoka kwa mtu yote ni zawadi ya pochi, wallet ama begi. Kwa nini utakiwa kupokea zawadi hizi? Ni kwa sababu kuna aina fulani ya mapepo ambayo yanaweza kabebeshwa kwenye wallet ya mtu, yanaweza kabebeshwa kwenye pochi ya mtu, yanaweza kabebeshwa kwenye mkoba wa mtu. Yaani mtu ambaye anataka kuharibu uchumi wako anaweza akaamua siku leo, anaweza kuwa ni rafiki yako, anaweza kuwa ni mtu wako wa karibu, anaweza kuwa hata ni ndugu yako, kwa sababu maandiko yanatuambia kwamba adui wa mtu ni yule wa nyumbani mwake. Mtu wa nyumbani kwenu anaweza kana kuonea wivu kutokana na uchumi wako unavyoenda vizuri, kutokana na mambo yako yanavyoenda vizuri. Kwa hiyo mtu huyu anachokifanya, anaweza kapandikiza jini na chuma ulete kwenye hiyo pochi anayokupa. Unajikuta jamani kwamba siku hizi kila pesa unazoweka kwenye pochi, kila pesa unayoweka kwenye pochi haikai. Kila pesa unaweka kwenye wallet haikai. Unajikuta baada ya kuweka pesa kwenye wallet, ghafla unakuwa na matumizi ya ajabu. Ghafla unakuwa hauna matumizi mazuri. Unajiuliza jamani, hivi imekuaje? Mbona siku hizi kwanza nimepewa zawadi hii ya pochi, ama nikutokea nimepewa zawadi hii ya begi, mbona nimekuwa na matumizi mabaya ya pesa? Ni kwa sababu pochi ama mabegi yanaweza kabebeshwa roho ya chuma ulete. Yaani kuna roho ambayo inakuwa inachuma zile pesa ambazo unaziweka wewe, inaenda kupeleka kwa yule ambaye amekupa hiyo zawadi. Sasa zawadi ya 6 ambayo utakiwa kupokea kutoka kwa mtu yote ni zawadi ya hereni, kwa kizungu wanaita earrings. Ninaomba unisikize kwa makini. Hereni inaweza ikabebeshwa roho, na roho hii ambayo inabebeshwa kwenye hereni inaweza ikawa ni roho ya kupotezea wewe usikivu. Unasikia taarifa mbaya kutoka kwenye simu yako, unasikia taarifa mbaya kutoka kwa ndugu zako, unasikia taarifa mbaya kutoka kwa marafiki zako. Unajiuliza kwa nini jamani, mimi kiasi nimekuwa ni mtu wa kupokea taarifa mbaya? Lakini taarifa nzuri, ila kama wenzako wanafanya interview na wanatafuta kazi, hizo taarifa uzisikii, unachelewa kuzisikia. Inaweza kuwa ni taarifa ya kuinuliwa, hiyo taarifa unachelewa kuisikia. Ni kwa sababu ya zawadi ya hereni uliyopokea. Mtu anaweza akachukua ile hereni anayokupa, mtu ana uwezo wa kunenea maneno kwenye ile hereni, akasema kwamba kuanzia leo huyu mtu mnayempa zawadi hii hereni, atakapovaa hereni hizi kwenye masikio yake, asiwe mtu wa kusikia habari njema, bali akawa ni mtu wa kusikia habari mbaya, akawa ni mtu wa kusikia habari za kuhuzunisha. Sasa muda huu tunakwenda kwenye pati nzuri. Huenda umekwisha kupokea zawadi moja kati ya hizo ambazo nimetaja mahali hapo, na baada ya kupokea zawadi hizo maisha yako yakaanza kwenda mlama. Ni jambo gani unalotakiwa kulifanya? Basi naomba unisikilize kwa makini sana. Sasa ninapokwenda kuonyesha ni kitu gani cha kufanya kama umekwisha kupokea zawadi hizi. Kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, na kama hujalike video hii mpaka hapa tulipofika na nakubariki, basi unaweza kulike pale ulipo. Jambo la kwanza utakalofanya, utafungua kwenye kitabu cha Isaya sura 54 mstari wa 17 inayosema kwamba kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Kwa utaingia tu kwenye maombi, utamwambia Mungu, kila silaha iliyofanyika juu ya maisha yangu kupitia zawadi nilizopewa haitafanikiwa kuanzia sasa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai, natengua kila majini, kila mapepo ambayo niliwekewa kupitia zawadi hizo kuanzia sasa, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amen. Jambo la pili utakalofanya, utafungua Biblia kwenye kitabu cha Hesabu sura 23 mstari wa 23 unaosema kwamba hakuna uchawi juu ya Yakobo wala uganga juu ya Israeli. Kwa hiyo utatamka kwamba mimi kwenye maisha yangu, huenda kupitia zawadi nilizopewa, hakuna uchawi utakaoweza kufanyika na utakaonishinda. Hakuna uchawi utakaweza kufanyika juu ya zawadi nilizopewa na ukanishinda kuanzia sasa, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na jambo la tatu utakalofanya, utafungua Biblia katika kile kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 4 inayosema kwamba aliye ndani yangu ni mkuu kuliko yule ulimwengu. Kwa hiyo utaanza kukiri, utaingia kwenye maombi mafupi, unasema kwamba aliye ndani yangu ni mkuu kuliko ya mapepo ambayo nimewekewa kwenye zawadi hizi. Aliye ndani yangu ni mkuu kuliko ya majini ambayo nimewekewa kwenye zawadi hizi. Kuanzia sasa, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai, hakuna pepo ambalo litakalonishinda ambalo limewekwa kwenye zawadi. Hiyo kwa njia ya pete, hiyo kwa njia ya wallet, hiyo kwa njia ya nguo zilizotumika, kwa sababu aliye ndani yangu ni mkuu kuliko yule ulimwengu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Utakapofanya hayo mambo matatu ambayo nimekwambia siku ya leo, na kuhakikishia ya kama kuna roho ambayo ilikuwa imeingia kwenye maisha yako na inasababisha mateso, basi itaondoka mara moja.
Na kama una shida ya maombi, maombezi, ama unatamani kufika kanisani uweze kuabudu pamoja na sisi, unaweza ukachukua namba ya simu ambayo inaonekana upande wako kulia chini wa screen, na utanitafuta mimi moja kwa moja, nitakuhudumia na nitakuombea na Mungu wa mbinguni atakusaidia. Na kama umejifunza kitu kupitia video hii, andika kwenye comment section ya kwamba nimejifunza kitu. Lakini pia kama unataka kujiunga na channel yetu ya WhatsApp ya maombi, unaweza ukachukua namba hizo ambazo zinaonekana upande wako kulia chini wa screen, ukanitumia message ya WhatsApp, ukatuma neno niunge. Kwa muda huu tumefikia mwisho wa video hii. Kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, ili kipindi ambacho nakuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Kama bado hujalike video hii mpaka hapa tulipofika na nakubariki, basi unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusi Sengo. Amen. Shalom. Peace.